Zaburi. So tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, na Mungu wetu awabariki sana. Tumekuwa na wiki ya baraka, kwa hivyo tunashukuru Mungu kukutana hapa, na ninakukaribisha tena kwa ibada hii yetu ya first service asubuhi ya leo. Mungu akubariki sana na Bwana akuinue. Kuja kwako ni kwa muhimu sana, na nashukuru kwa sababu ya praise and worship team ambao wametuongozea ibada, wale ambao wanasukuma mambo ya vyombo akinapita. Mungu awabariki sana. Ninashukuru pia, nashukuru kwa watoto wetu, karibuni sana wale ambao tuko nao katika service hii ya asubuhi ya leo. Nataka nisome katika Psalms chapter 1 verse 1. Tasoma hiyo ya kwamba tunaielewa vizuri, na nitasoma: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa watu wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwao na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Baba wetu na Mungu wetu, nashukuru kwa neno ambalo tunaenda kulisoma na kusikia asubuhi ya leo. Mimi ni chombo mikononi mwako Baba, naomba unisaidie ninaponena maneno haya. Acha Bwana ukaweze kunitumia kwa ushauri kwa sababu ya kusanyiko lako. Niko wazi mbele zako Bwana, unitumie kama jinsi upendavyo. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Bwana asifiwe sana. Ningetaka tu niongee juu ya effect ya watu kwako, uguso wa watu katika maisha yako, kwa sababu ninajua kwamba uguso wako au uguso wa watu kwa maisha yako inategemea na watu nao shirikiana na wao, na watu wanaweza wakakuweka mahali maybe for worse or for better. Wanaweza ukuweka mahali ambapo utakuwa sawa au uwe hauko sawa. Na ndipo mchana wa leo ningetaka tuangalie haya maneno katika hii Zaburi ambao tumeisoma na tumekuwa tukiisoma, na kiamini ya kwamba kuna kiwango itatupeleka. Kuna kitu ningetaka ukaweze kufahamu siku hii ya leo. Ninajua kwamba umekuwa ukisoma, na ninaamini kwamba labda tunaweza tukaingia katika undani zaidi. Naona mwandishi wa Zaburi hii kuna mambo aliyatazama pengine katika maisha yake, na akaona uhusiano wake na watu mahali umemfikisha, na akaangalia labda mtu mwingine au watu wengine, na akatazama labda akaona mtu huyu nilimjua katika kiwango hiki, lakini sasa nimemfahamu katika kiwango hiki, either amepanda au amemalizika. So whichever the way, lakini sasa inakutegemea wewe. Lakini uzuri Biblia yasema ya kwamba heri, amebarikiwa. Bwana asifiwe sana. So inaposema heri, kwa hivyo inamaanisha kwamba you are blessed. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa hii itatusaidia ukaweze kufafanua ni wapi unastahili kuwa, ni wapi unastahili kusimama, na ni watu gani unastahili kuwa na wao, unashare nini na wao. Haleluya. Na Biblia katika mahali ambapo tumesoma katika ule mstari wa kwanza ni ya kwamba inapeana sehemu kama tatu, na nikaona ya kwamba
mtu amkapo asubuhi, kuna mambo matatu huwa ina uwezekano kuwa iko kwenye maisha yake. Either umesimama, either unatembea, either umeketi. Nafikiri imepeana mambo matatu pale. Maana Biblia inasema ya kwamba heri mtu yule asiyekwenda. So which means ya kwamba one thing, you can be walking. Sio kama kuna mtu ananielewa. Bwana siwe sana. So ninaamini kwamba katika wasomi wa Biblia hapa watakuwa wamesaidika. Kwamba katika mstari wa kwanza unamaanisha ya kwamba either unatembea, au ya pili unaweza kuwa kwamba umesimama au umeketi. Bwana asifiwe sana. Maybe you are walking, you are sitting, or you are standing. So wale watu ambao utakutana na wao, tumepewa vigezo vitatu ambao unaweza kuwa nazo katikati ya watu hawa. Ni ya kwamba either mtakuwa mnatembea, au mtakuwa mmeketi, ama mtakuwa umesimama. Lakini nasema ya kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. So hapa inaongea juu ya kutembea, na inasema ya kwamba heri mtu huyo asiyekwenda, au mtu huyo asiyetembea na watu wasio haki. Kwa hivyo inategemea sana ni watu gani unatembea na wao. Bwana asiwe sana. Yaani mnapotembea na hawa watu, pengine mnaongea mambo gani? Ni mambo gani mnapanga? Which direction are you going? Hawa watu mnaotembea na wao. Maana nimesema kwamba mtu anapoamka either unatembea, ya kwamba sasa heri mtu yule asiyetembea au asiyenenda na watu wasio haki. Sasa ndipo Biblia inasema ya kwamba kwa hivyo heri mtu yule basi anayetembea na watu wenye haki. Ndipo nimesema ya kwamba basi inategemea kwamba which direction huyu mtu ambaye mmeshikana na yeye, mnatembea na yeye mkielekea wapi? Mnaongozana mkienda wapi? Labda huyu mtu anakupatia ushauri upi? Na kuuliza ni ya kwamba anakupatia ushauri gani? Mnaongea mambo gani na mtu huyu? Maana wale unaotembea na wao, nimesema ya kwamba they can change you for worse or for better. Na katika kutembea, watu unaotembea na wao inategemea sana na umakini wako. Na yule mtu ambaye mnatembea na yeye, mumeigiana sana na yeye, kuna mambo ataongea, kuna mambo atafanya, na hayo mambo yanaweza yaka-affect maisha yako. Kwa hivyo inategemea msimamo wako, inategemea ufahamu wako. Maana kulingana na neno la Mungu, kiendelea kule chini, kile ambacho kinaweza labda ikakusaidia ni kiwango ambacho umelielewa neno la Mungu. Maana yule ambaye mnatembea na yeye, kuna mambo mtakuwa mkizungumza. Either anaongea na wewe mambo ya kutia moyo, either anaongea na wewe mambo ya kuvunja moyo, either anaongea na wewe mambo pengine ya kuchafua, lakini ya kwamba mnatembea. Lakini pia nasema ya kwamba heri mtu yule asiyekwenda, asiyetembea na watu wasio haki. Mpendwa, ni vizuri ujue kwamba ni watu gani unaotembea na wao. Maana hata watu kule nje wanapokuona ni mtu yupi huyu nao tembea pamoja na yeye, kwa nini mnaingiana? Maana Biblia inasema ya kwamba
watu wawili hawezi wakatembea pamoja wasipokuwa wamekubaliana. Hiyo ni katika Amos 3:3. Maana watu hawa ni lazima wawe wamekubaliana. So saa zingine tunaweza tukakushangaa, na ndio saa zingine unaweza kuwa unaongea na mtu labda ni youth, mtu young, unajaribu kumuuliza na mimi vile nakuona na huyu mtu nasikia mimi sina amani, nikikuona naye mimi nasikia sina amani, na msichana urana kwambia haya huyo ni best yangu tu. Lakini wewe kama mzazi labda unaangalia na ya kwamba hapana, huyu mtu anayetembea na yeye ninapomuelewa hapa, naona kuna mtu anaenda kutubukia mahali pabaya, kuna mtu ambaye anaelekezwa mahali pabaya. Ndipo nikauliza kwamba which direction are you going? Mnaenda mkielekea wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaweza akakutoa hata uweponi mwa Mungu. Anahakikisha kwamba ikifika labda ni siku ya Sunday au ni wakati kuna ibada pengine katikati ya wiki, anahakikisha kwamba amekuwa karibu na wewe, na kuna mambo ataanza kupanda ndani yako. Unakuta hata muda umepita, muda umeenda. Hii inategemea kama hujajielewa vizuri. Kuna watu utatembea na wao, there are people that you will walk with, na watatumbukiza mahali pasipo pasawa. Ndipo Biblia inasema ya kwamba heri mtu yule asiyetembea na watu, asiyeenda na watu wasio haki. Kuna umuhimu wa wewe kuchagua ni watu gani wa kutembea na wao. Mtu huyu kuna kitu anaadi katika maisha yako, kuna value anaweka katika maisha yako. So mnapokuwa na yeye, mnapotembea na yeye, ni mambo gani mnaongea? Ni mipango ipi ambayo mnapanga? Ana ushauri wote anaweza kukusaidia wewe kama mama, ana ushauri anaweza akakusaidia akakwambia na ukaweza kukusaidia pengine katika ndoa yako. Haleluya. Kulingana mtazamo wangu, ni vizuri tuelewe jinsi ya kuchagua ni nani unatembea na yeye, au ni nani unaopanga mambo naye. Bwana asifiwe sana. Mtu yule anakupa ushauri upi? Whose counsel are you following? Yaani vile unafuata ushauri wa mtu aina gani? Kwa sababu saa zingine katika ushauri, na ndipo watu wengi na baadhi ya watu hupotelea mahali pale. Maana siamini ya kwamba wewe labda kwa ndoa yako umevurugana na mume wako, kumekuwa na shida, kumekuwa na msukosuko mahali pale, na yule mtu unaenda kutafuta ushauri kwake ni mwanamke mwingine amechukua mume wa mtu. Sasa hapo ndio unaenda kuchukua ushauri. Ninaamini ya kwamba unaenda na unatembea kwa mtu asiye haki. Niongeze volume. Haleluya. Volume iko chini Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So haiwezekani. Praise the name of the Lord. Mtu ambaye amevuruga nyumba yake, labda hata ni mwanaume amevuruga nyumba yake, na wewe kwako kumevurugika, ni ya kwamba huyo mwanaume sasa ndio natafuta jinsi anaweza akakusaidia, na labda alitupa nyumba yake. Kuna mambo mengine haiwezekani. Au ni mtu alikuwa mzuri, alikuwa kanisani na alikuwa amesimama vizuri katika wokovu na alikuwa anatembea katika wokovu, lakini ghafla akaja tu, niseme kwamba sijui ni mapepo ikamuingia na akaachana na mambo ya wokovu na akawa anaongea ubaya kuhusu wokovu, na labda ukatokea jambo kwako, unahitaji ushauri kwa sababu ya msimamo katika wokovu, na bado unatafuta mtu kama yule ukaweza kusikia anasemaje. Maana saa zingine tunataka tuongee na watu ambao watasema yale ambao sisi tunataka kusikia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu uko na machungu labda na mchungaji, uko na machungu labda na kiongozi fulani kanisani, na sasa kile unafanya unatafuta mwingine ambao unajua kwamba anamchukia huyo mchungaji. Sasa ndio nataka usikie ushauri wake, anakuambia nini. Bwana tusaidie sana. Haleluya.
ni vizuri tuelewe kwamba mpendwa, whom do you walk with? Anaweza kukusaidia katika ushauri. Na lingine sema ya kwamba whom do you study with? Ya kwamba maana sehemu ya pili nasema ya kwamba wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu huyu ambaye anaambiwa ni heri ni kwa sababu yeye hakukubali kusimama, amen, na watu ambao ni wakosaji. Biblia inasema ya kwamba watu ambao ni wakosaji. Na swali ni ya kwamba where are you studying? Wewe umesimama wapi? Ni watu gani hao unaosimama na wao, na mnaketi au mnakaa na mnaongea? So swali yangu ni ya kwamba wewe umesimamia wapi? Maana mahali umesimamia inategemea kwamba unasimama na watu gani. Bwana asifiwe sana. Lakini vizuri tuelewe kwamba our stand should be firm in the word of God. Maana ushauri wa Bwana ndio utakaosimama, whether east or west, iwe vipi au iwe vipi, but the counsel of the Lord shall prevail. So inategemea kwamba ni watu gani wewe unasimama na wao, unakuwa na conversation na watu gani. You hear conversation from sinners. Hallelujah. Yani unasikia maongezi ya watu ambao ni waovu, kwa sababu wewe huenda na kusimama kwenye njia zao. Ndipo Biblia inasema kwamba wala hukusimama katika njia ya wakosaji. So itakuwa ni vibaya kama sasa wewe utaenda kusimama kwenye hizo njia za wakosaji. Ndio hapo mnasimama na wao. So swali ni kwamba wewe unasimama na watu gani? Unasimama na wale watu ambao wewe umesimama kwenye njia zao. So unakuwa na wepesi wa kuwa na wao, unakuwa na wepesi wa kuongea na wao, kwa sababu mahali unapatikana kwa urahisi, mahali huwa watu wamezoea kukupata ukiwa umesimama ni kwenye njia za wakosaji. So upande huo haukosekani, na kwa sababu ya kuingiana na hao wakosaji, basi unakuwa mtu mwingine ambaye anakuwa kisirani. Unakuwa mtu ambaye anaanza kuwa kuvurugikiwa, kwa sababu watu hawa kuna mambo wanapanda kwako, kuna vitu vinapandwa ndani yako, na tunakuta kuna misimamo unaanza kuwa nayo hapo, sio misimamo ya kiungu. Tunasikia mambo mengine unaongea, tunakushangaa, na huyu ni yule hata wakati mwingine alikuwa anasimama kanisani na anatutolea ushuhuda, na alikuwa hata anapewa nafasi mchungaji anatuhubiria, lakini yale mambo anaoongea saa hii inaonekana ya kwamba ni kama kuna njia zingine ameshika, kwa sababu amesimama. He stands on the path of evildoers. Anasimama kwenye njia ya wakosaji. Bwana asifiwe sana. So nimesema ya kwamba kuna uwezekano ukawa umeketi unaenda, na kuna uwezekano ukawa umeketi au umesimama. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ninasema kuna uwezekano kwa kwamba unatembea na watu, kuna uwezekano kwa kwamba kuna watu unasimama na wao. Wewe ndio unasimama kwenye hizo njia za watu wasio haki. Na ni vizuri wapendwa, unajua kile nasema ni ya kwamba kile ambacho kimepandwa ndani yako kinastahili ukaweze kukitetea. Biblia inasema ya kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote ulidavyo, kwa sababu moyo wako usije ukaingiliwa. Kile ambacho kimepandika ndani yako kisije kikang'olewa. Na kinang'olewa ni akina nani? Ni watu ambao umesimama kwenye njia zao. So tunajua kwamba watu wakitaka kukupata, unajua ni vizuri ujulikane ya kwamba tukitaka kukupata tunakupata wapi, hasa ikifika masaa haya. Bwana asifiwe sana. Yaani kama leo Sunday, kuna mtu vile ameamka amejua kwamba
mimi ninaenda kwa ibada. So mtu huyo ukitaka kumpata, unajua kwamba yeye ameenda kwenye njia za watu wenye haki, yeye anapatikana huko. Lakini kuna mwingine amejua kwamba siku yake ya Sunday, ambao anasema ya kwamba ndio siku yake ya kupumzika, ndio sasa anafanya uovu wote ambao hakufanya katikati ya wiki. Bwana asifiwe sana. So mtu huyo kumpata, kuna zile njia unaweza ukampata. Lakini mpendwa, ninaomba ya kwamba Biblia inasema ya kwamba heri mtu yule, amebarikiwa mtu yule asiyesimama kwenye njia za wakosaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia pia inasema ya kwamba wala hakuketi barazani pa watu wenye mizaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wapi umezoea kuketi? Amen. Ni watu gani ukiketi na wao unasikia unabarikiwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna mwingine labda anapoketi na hao watu wenye mizaha, watu ambao sijui niseme ni kama don't care, watu ambao kuongea kwao wanaongea basi recklessly, yani maneno ambayo hayana mwelekeo, maneno ambayo hayana ladha, maneno ambayo unajua tunapoongea juu ya mzaha, mtu yule unaona ya kwamba ni mtu ambaye hayuko serious. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ya kwamba wala hakuketi barazani pa watu wenye mizaha. Whose company are you sitting with? Je, sijui kama wewe unaketi na watu, sijui kama unaketi, maybe you get with those people who always criticize the pastor, who always criticize the leadership in the church. Bwana Yesu sasa. Nafikiri ndio hawa wanaitwa watu wenye mizaha. Haleluya. Bwana Yesu sana. Watu wenye mizaha, mockers, watu ambao hawamaanishi, watu ambao hawezi akakwambia kitu ambao nikakukutia moyo, hawezi akakwambia kitu kikifanya kitakuheshimisha, lakini anafanya mambo ambayo haya add value katika maisha yako. Hakuna kitu inainua katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. So ndipo nasema ya kwamba kwa hivyo kuna grupu zingine. Amen. Ni vizuri na kuwa na tahadhari kuketi kwenye hizo vikao. Bwana asifiwe sana. Na niongeze niseme hivi ya kwamba hata kuna WhatsApp grupu zingine unastahili unaondoka. Za jirani yako mwambie mchungaji ndiye anasema hivyo. Bwana asifiwe. Maana zingine unaangalia unaona hapana, hizi wacha niondoke. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu unapoziangalia hazina kitu cha maana kiko mahali pale. Ninaongea juu ya watu nao keti na wao. Mnapoketi mnaongea mambo gani? Kuna mambo ya kuinuana, kuna mambo ya kujengana, kuna mambo ya Mungu anatajwa mahali pale. Kuna jambo lolote mnalotaja la Mungu au mnapoanza kuongea, kunakuwa na hali tu ya kukriticize, kunakuwa na hali tu ya kuchafua, kuna hali tu inakuwa ni ya kukosoa kila wakati unapoketi. Yaani hata ukitoka kwa ibada lazima kuna kitu umebeba. Unajua kwamba fulani vile hakuja, hii ripoti lazima nimfikishie. Bwana asifiwe sana. Unapima ujumbe wa mchungaji, unajua ni ipi ambao nitabeba niende nayo, ambao ni ya kwenda kumpoda kule nje, au yule aliyekuwa naongoza ibada vile alivyokuwa amevaa. Yani kuna watu wanatatizika sana. So ni vizuri uelewa kwamba kuna mtu kiketi naye, kuna mambo yakianza kukuambia, unamwambia mpendwa, samahani sana, kama imefika hapo ninaomba tu uamke uende. Siwaambie mtu amke aende. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana labda yale mambo anaoongea ni ya kwamba inakuchafua, inakuondoa uweponi mwa Mungu. Pengine uliamka ukiwa na amani, moyo wako unasikia kwamba unafurahia, lakini mtu anakuja na panda mambo mengine ambayo ni ya mzaha, hayajengi. Lakini mchana wa leo mimi ninaongea na wewe ya kwamba ni vizuri ujue kwamba
unatembea na nani, unasimama na nani, na unaketi na akina nani. Bwana asifiwe sana. Ni mambo gani mnapanga? Ni mambo gani mnaongea? Ni lipi ambao mnajaribu kusuluhisha? Maana naamini ya kwamba sisi tumepewa moyo wa kusuluhisha, lakini sio kufanya mambo inakuwa complicated. Jambo unaliweka uzito linakuwa kwamba hata halina nguvu kwa sababu umelipiga. Lakini mchana wa leo ninaomba ya kwamba Mungu atuponye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni vizuri tukaweze kuelewa ni watu gani. Yaani usiwe kama mwanasiasa kanisani, wewe unakuwa tu ni mwanasiasa kanisani. Hapana. Siwe unatoka na lile lizuri, unaenda na hilo kule nje. Haleluya. Lakini ndio kusema ya kwamba bali sheria ya Bwana ndio impendezayo huyo mtu. Huyu mtu ambaye hapendi kuketi kwa watu wenye mizaha, hapendi kutembea kwa shauri ya watu wasio haki, hapendi kusimama kwenye njia ya wakosaji. Biblia inasema ya kwamba mtu huyu yeye sheria ya Bwana ndio impendezavyo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. But this person, his delight in the law is in the law of the Lord. Tu huyu asiyefanya mambo haya ambayo tumeyataja pale juu, inasema ya kwamba yale mambo humpendeza, na naamini ya kwamba huyo mtu awe ni wewe. Biblia kwamba bali sheria Bwana ndio impendezayo, na huitafakari mchana na usiku. Praise the name of the Lord. Yeye utafakari hiyo sheria ya Bwana mchana na usiku. Mstari wa 2 nasema kwamba but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Watu hawa huishika sheria ya Mungu. Watu hawa huishika neno la Mungu, na sio hivyo tu, hulitafakari mchana, ameanza na usiku. Huitafakari usiku na mchana. Which means ya kwamba mtu huyu kuliko kwenda kuketi na watu wenye mizaha, na kuliko kwenda kutembea na hao watu, na kulipo kusimama kwenye njia wakosaji ili wakutane, yeye kile hufanya, huchukua nafasi yake na hulichukua neno la Mungu, hulisoma, linajaa ndani yake, na anaanza kulitafakari. Na mpendwa, ninaomba tufike level ya kutafakari. Maana mara nyingi si tunaishia katika maeneo ya kulisoma neno, lakini naomba Mungu atuinue, atuweke katika level nyingine ya kwamba hausomi tu, pia unachukua nafasi ya kutafakari. Maana kile utakachovuna na kile kitakachofaidi maisha yako ni wakati utakapolitafakari neno la Mungu. Maana kutafakari, utalielewa hilo neno, utalichimbua zaidi, utalifahamu zaidi, na ukilifahamu zaidi kuna vitu vitapandika ndani yako. Maana haukusoma tu kama unapitia, lakini ulikuwa na muda wa kufikiria, ulikuwa na muda wa kutaka kujua kwamba na hapa Mungu alikuwa anasemaje, na hapa Mungu alikuwa anamaanisha nini. Roho Mtakatifu nisaidie. Na unakuwa na hali ya kupata ufunuo, Mungu anasema nini. So unakapo litafakari neno la Bwana, litapandika ndani yako, na wewe unakuwa mtu mwingine tofauti. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kukomaa kwako na ukomavu wako ndani ya neno la Mungu inategemea na muda ambao unachukua pia wa kulitafakari lile neno. It's good to meditate the word of God day and night. Asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba but they delight in the word of the Lord day, usiku huitafakari sheria ya Bwana mchana na usiku, day and night. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Kile ninafurahi ni ya kwamba tunapoelezewa juu ya huu mtu ambaye hasimame kwenye njia za wakosaji na hayo mambo mengine, na ile hatua anayochukua ni ya kwamba heri mtu huyu, kwa sababu sheria ya Bwana ndio impendezayo. Yani mtu huyu hufurahishwa na neno la Mungu. Anaposoma neno la Mungu anapata furaha, anapata amani. Ndio maana nataka kuzama zaidi, akalijue zaidi, ili lifanyike kuwa sehemu ya maisha yake, lifanyike kuwa taa ya miguu yake, akaweza kumwelewa Mungu kwa upana. Tunapoongea mambo ya Mungu hata kuwa kama anabahatisha, bali ana wakati wa kulitafakari mchana na usiku. Na Biblia inasema kwamba naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. So mtu huyu anapolipata hili neno, kuna uzima anapata, kuna nguvu anapata, anampata Mungu katika maisha yake. Na Biblia inasema ya kwamba anafananishwa na mti ambao umepandwa. Sio mti tu umechipuka tu mahali popote, lakini ya kwamba huu ni mti ambao umepandwa. Na mti ambao unaopandwa, anayepanda mti huwa anachagua ule mti, na anayepanda mti huwa anachagua ni wapi ataenda kupanda. Sasa nasema ya kwamba neno la Mungu linapokolea ndani yako, basi ni ya kwamba litakuweka mahali palipo pasawa. Basi unafananishwa na mtu aliyepandwa kando kando ya mto. Na anapopandwa kwenye kando ya mto, Biblia inasema ya kwamba, Bwana asifiwe sana, naye atakuwa kama mti upandao kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So mti huu baada ya kupandwa kando ya mto, inapofika majira ya kuzaa, huu mti huwa unazaa. Kwa hivyo wewe ni mti ambao unaotarajiwa ukaweze kuzaa matunda. Kuna mambo inastahili ikaonekane ndani yako. Na pia nasema ya kwamba na huu mti huwa haunyauki, iwe kuna mvua ama hakuna mvua, in season and out of season. Huyu mtu anakuwa amesimama wima, hata wakati wa kiangazi, hata wakati kunakaa mambo ni mazuri, mtu huyu bado amekaa akiwa ameng'aa. Mtu huyu bado anaishi akiwa na ushuhuda. Mtu huyu bado anabaki akiwa na furaha. Biblia inasema ya kwamba the joy of the Lord is my strength. Kwa hivyo ni ya kwamba hata wakati mambo inakaa kama haiko sawa, bado mtu huyu anakuwa na furaha. Bado mtu huyu bado anapendeza. Bado mtu huyu akiongea ana maneno ya kutia wengine moyo, amejaa maneno ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. So yeye havurugikiwi, maana ameelewa msimamo wake, ameelewa ni watu gani wa kutembea na wao, ameelewa jinsi ya kulisoma neno la Mungu na kulitafakari. Na basi kwa sababu ya msimamo huo, basi anafananishwa. So ninaamini ya kwamba anafananishwa na huo mti ambao umepandwa, ambao umechaguliwa na ukapandwa na ukakishwa kwamba umepandwa mahali pazuri palipo na maji. So haiwezekani baadaye mti huyu ukaanza kuzaa mambo ambayo ni machafu. Haleluya. Na kama itazaa, basi inaonekana ya kwamba mtu huyu ameanza kusimama kwenye njia za wakosaji, maana hana muda wa kulisoma neno la Mungu, basi amefanya ushirika na njia za wakosaji. Na ndipo mtu huyu kuna mambo itaanza kutokea. Biblia inasema ya kwamba, Yesu anapeana mfano, anasema ya kwamba na mtu alienda akapanda mbegu ndani la shamba lake, lakini usiku adui shetani alikuja wakati ule ameenda kulala, na akaja akapanda magugu. So alipokuja baadaye mtu yule, baada ya adui kupanda magugu, akakuta vitu vingine sio vile alivyotarajia. Ile sura alikuwa naitarajia, akakuta sio hiyo sura. Vile mtu huyu niliacha akiongea kuhusu kanisa, kuhusu uongozi wa kanisa, kuhusu mchungaji, basi nasikia kwamba mtu huyu amebadilika. Story yake imekuwa ni nyingine. Huyu mtu nilimjua kwamba ni mtu wa imani, nilijua kwamba ni mtu ambaye ni manoki, ni mtu ambaye alikuwa ni sugu wa imani, lakini saa hii inaonekana ya kwamba ameyeyuka.
hata vile anavyoongea, anaongea maongezi ya mtu ambaye amevunjika moyo, anaongea maongezi ya mtu ambaye amechoka, anaongea maongezi ambayo ni mtu ambaye anakaa hana matumaini kule mbele. Bwana siwe sana. Haleluya. Lakini Bwana anatutazamia kwamba kwa sababu ya kulijua neno na kulitafakari, kile kinatarajiwa kutoka kwetu ni tukaweze kuzaa matunda usiku na mchana. Wakati kuko na njaa, wakati kuko na kiangazi, ndivyo inastahili tukaweze kuya kwamba kila wakati tuko sawa. Bwana siwe sana. Haleluya. Lakini watu wengine wamekaushwa kwa sababu ya wale watu wanaoshirikiana na wao. Na mchana wa leo mimi niko hapa kama mchungaji nikuelezea kwamba ni vizuri uchague, amina, ni watu gani wa kukaa na wao. Ni vizuri uelewa kwamba mtu huyu amefaulu sana katika upande huu, na mimi ninatamani nikaweze kufanya biashara hiyo. Siongee na huyo mtu, wende uketi naye, muongee, mpange naye na uone ya kwamba atakusaidia. Bwana siwe sana. Haleluya. Usitafute wale watu ambao wameshindwa na saa yote wanakaa na roho ya manunguniko. Sasa hao ndio unaenda kukaa na wao, wanaongea juu ya kushindwa, wananungunika, wanakaa wakilaumu watu. Hakuna jambo anaona lizuri, jambo lake likianguka yeye anaona watu, wala kwanza haoni yeye mahali yeye amechangia hilo jambo kuanguka. Ila Bwana siwe sana. Haleluya. Sasa unaweza usikia mtu akisema, "Oh, mimi katika ndoa yangu ninaona huyu mzee amekuwa," lakini sasa pengine naye huyu anaongea si aseme pia yaweza kuwa kwamba hata yeye amechangia hiyo sehemu. Si inawezekana? Si mtu huongea upande wake. Na uwe makini sana kujaji kwa kupitia upande moja, si usikie hata huo upande mwingine. Bwana siwe sana. Haleluya. Na ndipo unakuta watu wanafikia kushauriana visivyo, kwa sababu mimi kile nimetetea upande wangu na nimechafua mwenzangu, lakini siongei ya kwamba mimi nimechangia wapi. Amina. Na nahakikisha kwamba nataka uniambie yale mambo mimi napenda kusikia, na wewe ukijua kwamba mimi napenda kusikia yale mimi napenda kusikia, baada ya kunisaidia nawe unaniambia hayo. Na ukiona merete kichwa sana, wewe nenda panga vitu. Kwa kitanda yako si bado iko kule kwenu basi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu wamepotezana sana. Praise the name of the Lord. Lakini kile nasema ni ya kwamba ni vizuri ndani yako ujielewe msimamo wako. Amen. Haleluya. Watu nakuta kwamba mtu amekusanya maana aliongea na mtu mwingine akamwambia kitanda yako kule kwenu bado iko. Sasa naangalia unashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajua kuna watu ni kama wamezaliwa wao ni wa kuharibu, yani they make things become worse and worse and worse, yani ni kuchochea na kuhakisha. Lakini kuna sehemu na stage kwamba pana na stahili nikaweze kuzima au moto, nijua kwamba tutasaidiana kwa njia ipi. Praise the name of the Lord. Anaweza kuwa pia hata amekosewa, lakini kuna njia unajua kwamba unaweza ukazuia mambo haya, lakini sio kwamba umepata nafasi ya kuwasha moto. Lakini mchana wa leo ninaongea na mtu ndani ya hii nyumba, haleluya, ya kwamba ni vizuri siwache tulishike hili neno. Bwana asifiwe sana. Si utembee ndani ya hili neno. Haleluya. Usikie umevurukiwa kule nje, unakuja tu unafungua neno, unafungua peji kama hii, unasoma, unaisikiliza, ukisikia kama haingii, unafungua, unafika Zaburi 23, Biblia inasema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unilaza kwenye majani mabichi, uniongoza kwenye maji ya utulivu. Bwana asifiwe sana. Huhuisha nafsi yangu, uniongoza. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. So ni vizuri nasema kwamba maana
kuna jinsi utasikia Mungu akikutia moyo, na ndipo utafananishwa na mtu ambaye amepandwa kando ya mto, na mtu yule anahesabu sivyo. Mstari wa 4, sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makape yapeperushwao na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Praise the name of the Lord. Lakini kwa nataka nisome hiyo sehemu ambayo nilikuwa nimefikisha mpaka mstari wa 3, maana nyingine nasema inaongea juu ya wasio haki, na ni kwamba anaonyesha kwamba hao wasio haki tayari wamehukumiwa, hawana sehemu yao. Lakini kuna mtu katika hii nyumba, bado unaweza kuwa kwamba hata labda unapitia vipindi vizito na vingumu, lakini hiyo isikuondoe kwenye uwepo wa Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hata unapoketi na watu na kushauriana na watu kulingana na kipindi kizito unachopitia, lakini sema ya kwamba ushauri wa Bwana ndio utakaosimama. Watu wanaweza wakakwambia mambo mengi, watu wanaweza kushauri katika njia nyingi, lakini when your faith is grounded in the word of God. Amen. Bwana Yesu sana. Hivi Peter nini haina tuta kama nini? Bwana Yesu asiwe sana. Kama imani yako haijajengeka firm ndani ya neno la Mungu, mpendwa, utayubishwa sana. Na saa nyingine katika ile miaka umekaa katika wokovu, si kuna neno unaweza ukashika na ukasema ya kwamba no, mimi ninasimama kwenye hili neno. Maana Biblia inaniambia kwamba ninapopita katika bonde la uvuli wa mauti, mimi sitaogopa chochote, kwa sababu Bwana yuko pamoja na mimi. Gongo lake na fimbo yake anifariji. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaandaa meza mbele yangu. Ujue kwamba nimefika kiwango ya kwamba Bwana ana uwezo wa kuandaa meza mbele yangu na hata mbele ya watesi wangu, wale wanaoona kwamba ninaisha, lakini unajua kwamba no, sitakubali kuondoka kwenye ndoa yangu kwa sababu mume wangu ameshika mwanamke mwingine na mimi ninachukua mwanaume mwingine. Inakuwa ni titi for tat. Hiyo haina suluhisho. Utakuwa umejiingiza kwenye hatia. Bwana Yesu sana. Maana mwingine atakushauri kwamba kwani hata wewe si ni mtu? Fanya hivyo na yeye asikie vile umesikia. Yaani unakuta mambo inafanywa mabaya zaidi. Unaanguka kwenye hatia ambapo hungekuwa kwenye hatia, kwa sababu tunakuwa kwenye ushauri ya watu wasio haki. Kuna watu wako lakini ni watu wasio haki, na ushauri watakao kupatia utakuongoza kufanya mambo yasiyo ya haki, na mpendwa, utakuwa umejiletea madhara katika maisha yako. Si Bwana Yesu atubariki sana. Haleluya. Tupigie Bwana Yesu makofi, na Bwana awatende mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. So naamini katika hiyo Mungu akubariki sana, na kujua kwamba kuna kutembea, kuna kuketi na kuna kusimama. Praise the name of the Lord. Nataka tukaweze kushukuru Mungu tunapoenda kuwa na kipindi cha kuchukua sadaka mchana huu wa leo. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Tumelipokea neno lako mchana huu wa leo. Umekuwa mwema na mwaminifu katika maisha yetu. Na Mungu wetu, diposa umenena nasi, maana kuna mambo ulitaka ukaweza kutukumbusha. Na katika kitabu cha Zaburi, Bwana, kuna mambo umetuonya tuepukane na mambo ya watu wasio haki, tusitembee na kuketi na watu wenye mizaha. Baba, ninaomba utusaidie vinywa vyetu visijazwe kunena maneno yasiyo ya sawa. Usiruhusu masikio yetu, Mungu wetu, yaingizwe na kusikizishwa maneno yasiyo ya sawa. Katika jina la Yesu Kristo, neno lako liubike kwa ukuu. Tupe neema hiyo ya kupenda kulisoma neno lako na hata kulitafakari mchana na usiku. Tutembee katika nuru ya neno lako, ili Bwana, kama vile neno lako limesema ya kwamba na mtu huyu atafananishwa na mtu uliopandwa kando ya mito ya maji, na hata wakati wa kiangazi mti yule huwa haunyauki, jani lake ukali kuwa limeng'aa mchana na usiku. Bwana, tuongoze ili tusimame katika neno lako, tujengeke katika neno lako,
imani iwe thabiti ndani yetu. Baba, kwa uwezo wa neno lako tunajiachilia kwako Bwana mchana wa leo. Neno hili lifanyike Baba msingi katika maisha yetu, tusiondoke kwenye hili neno, ili Bwana tukaweze kuzalia matunda katika jina la Yesu. Tukaitwe heri na tukaitwe wabarikiwa, tusiwekwe kwenye kundi la watu wasio haki katika jina la Yesu Kristo, wala kwenye kundi la wakosaji, wala kwa kundi la watu wenye mizaha. Tuondoe katika hiyo maeneo katika jina la Yesu Kristo. Tunakuheshimu Mungu na tunakubariki kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. So Mungu atubariki sana.